Familia zinazoishi karibu na mto Tana huko Garissa zimeanza kuhama baada ya mto Tana kuvunja kingo zake kutokana na ongezeko la maji. Familia hizo zinahangaika kwa kukosa mahala pa kwenda. Ndiyo taswira kamili katika vijiji vya Ziwani na Bulapunda, eneo bunge la Garissa mjini. Mafuriko yanayotokana na mto Tana kuvunja kingo zake yameleta hasara. Athari zake, familia zinazoishi karibu na mto Tana zimelazimika kuhama kutokana na kuongezeka kwa viwango vya maji. Wanapokusanya virago vyao na kubomoa baadhi ya makazi, familia katika vijiji hivi zinasema hazina pa kwenda na sasa wameachwa kwenye njia panda. Maji ya mengi yameanza juzi, leo ndo yamekuwa mengi. Hata manyumba zingine zimeanguka, vyombo vimeingia maji. Hivi tutatoka na tujui penye tuaenda. Tuenda pale lakini pa kulala hakuna. Hatujui kama usiku kwaweza nyesha na watoto hawana pa kulala na hatuna makao yoyote, sema tu ule ukweli. Tunaenda tu. Kando na kuitikia mwito wa kuondoka uliotolewa na serikali pamoja na idara ya utabiri wa hali ya anga, familia hizi zinakumbwa na uhaba wa chakula na magonjwa yanayokodolea macho, kwani mazingira wanayoishi kwenye kambi za muda yamedorora. Nahamishwa mzee mlemavu ambayo jana siku amekwama kwa maji na msaidia. Ndio sasa nimepeleka yeye, narudi vyombo yake na msaidia kumtoa ndani ya maji. Bado vitu zingine hata mbuzi bado iko kwa ndani ya maji. Damu nyingine 2 3 ichimbwe ili hii maji kikuja iwekwe kwa hiyo damu. Lakini ikiwachilia watu maskini ambaye hawana nguvu, kila siku inaharibu vitu yao, inaharibu mimea yao, inaharibu mfuko yao, kila kitu inakuwa na shida. Baadhi ya barabara wanazotumia pia zimefurika maji. Sasa wanaitaka serikali na shirika la Msalaba Mwekundu kuwaokoa kabla ya mambo hayajatumbukia nyongo. Francis Mtulaki, Ringa ya Citizen.